Kuna nini katika jamii ya Kiislamu nchini Burundi Komibu? Ndugu Waislamu popote ambapo mlipo, mwatangaziwa waume kwa wake, wakubwa kwa wadogo, ya kwamba kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tarehe 28 za mwezi wa 8 2026, mnamo tarehe 28 za mwezi wa 8 mwaka 2026, sambamba na siku ya Ijumaa, vile vile tarehe 29 za mwezi wa 8 2026, Tume ya uandaaji na ufuatiliaji ya miradi miwili mikuu ambayo itakayokuja kusisimua na kuja kuweka hatua ambayo iliyokuwa kubwa nchini Burundi inakutangazieni haya yafuatayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ba'd. Ni jamii ya Waislamu nchini Burundi chini ya miradi yake ambayo yenye ukubwa na ufanisi wa hali ya juu. Tume ya uandaaji na ufuatiliaji ya miradi miwili mikuu ambayo itakayokuja kusisimua na kuja kuweka hatua ambayo iliyokuwa kubwa nchini Burundi inakutangazieni haya yafuatayo. Mnamo tarehe 28 za mwezi wa 8 mwaka 2026, sambamba na siku ya Ijumaa, vile vile tarehe 29 za mwezi wa 8 2026. Kuna nini katika jamii ya Kiislamu nchini Burundi Komibu? Ndugu Waislamu popote ambapo mlipo, mwatangaziwa waume kwa wake, wakubwa kwa wadogo, ya kwamba kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tarehe 28 za mwezi wa 8 2026, kunako uwanja mkubwa wa mpira ndani ya mkoa wa Butanyerera, ndani ya wilaya ya Ngozi, maarufu kama uwanja wa Rukundo, Waislamu mnaalikwa nyote kwa ujumla kuja kushuhudia na kuliona tukio ambalo litakuwa la mfano wake ndani ya nchi yetu hii ya Burundi, kiasi kwamba watu 100 kutoka katika familia duni zenye hali iliyokuwa nzito, wasiojiweza, watakuwa wakiozeshwa kupitia miradi ambayo iliyoandaliwa na kufuatiliwa na kusimamiwa na jamii ya Uislamu nchini Burundi. Hivyo hivyo, baada ya hapo tarehe 29 mwezi huu wa 8 2026, kutakuwepo tukio kabambe kabisa la musabaka wa kinchi, ambapo huo musabaka utayakusanya mikoa yote kwa ujumla ndani ya nchi yetu hii ya Burundi, na kuja kuwashuhudia vijana wetu na mahufadhi wa kwetu ndani ya nchi yetu wakiwa wenye kutananga ndani ya huo mtanangi ambao uliokuwa mkubwa, na ndani ya mashindano hayo ambayo yaliokuwa mazito, na kumtazama ni nani ambaye atakayeibuka mshindi na kinara mkubwa katika siku hiyo ya ujumla. Hivyo basi ni kalenda hii ambayo itakayoweza kutupeleka salama hadi kufikia tarehe hiyo ya 29 siku ya musabaka, kiasi kwamba kuanzia tarehe 26 na 27, 28 hadi tarehe 30, 26 yataanza mashindano haya kama mchujo wa awali, tasfia, kwa min ajili ya kuwapata washindani ambao tutakao safiri nao hadi siku ya musabaka tarehe 29 za mwezi wa 8. Kalenda inasema kwamba tarehe 26 tutakuwa wenye kuwatafuta ndani ya mkoa wa Buhumuza wale ambao walioweza kujisajilisha majina yao sawa katika kitengo cha juzu 30 watu 4, juzu 20 watu 4, na kwenye juzu 10 watu 16. Ni nani ambaye atakayepata fursa ya kwenda kushiriki? Hiyo siku itapata kuweza kutufungulia stara na pazia ya kumtambua ni nani atakayekuwa mshiriki, atakayewakilisha mkoa huo wa Buhumuza. Baada ya hapo, tume ya majaji itajielekeza hadi katika mkoa wa Gitega tarehe 27, na kwenda kuwatazama wale ambao walioweza kujisajilisha ndani ya mkoa wa Gitega, watu 2 katika kitengo cha majuzu 30, yani mushafu kamili. Hivyo hivyo kwenye majuzu 20 watu 3,
na kwenye juzu 10 watu watano. Baada ya hapo majaji watakuwa wenye kujielekeza katika mkoa wa Butanyerera, na hapo itakuwa ni sambamba na tarehe 28 za mwezi huu wa 7, kiasi kwamba walioweza kujisajilisha katika mkoa wa Butanyerera kwa nako majuzu 30 ni watu wawili, majuzu 20 ni watu wawili vile vile, na majuzu 10 ni watu wanne. Nani na nani? Hivyo bado itakuwa ni safari tena ya kuelekea na kurejea ndani ya mkoa wa Bujumbura, na ndani ya mkoa huu wa Bujumbura tutakuwa wenye kuwatafuta wale ambao watakaowakilisha mkoa wa Bujumbura sawa na idadi ambao waliojisajilisha. Kunako majuzu 30 tunao watu 16, juzu 20 tunao watu 8, na kunako juzu 10 tunao watu 23. Na mwisho kabisa safari ya majaji itaishia ndani ya mkoa wa Burunga, na hapo watakuwa wenye kuwachunguza watu hawa wafuatao sawa na idadi ya watu ambao waliojisajilisha. Kunako juzu 20 ni watu 3, vile vile juzu 10 ni watu 6. Jumla ya idadi yote ambao waliojisajilisha kunako huyu mchujo wa mwanzo ni sawa na idadi kunako juzu 30 ni watu 24, juzu 20 ni watu 17, juzu 10 ni watu 54, sambamba na idadi ya watu 95 kwa wale ambao waliojisajilisha kwa minajili ya kupata fursa ya kuwapata watu 30 ambao ndio watakao tukusanya kunako uwanja mkubwa wa Umucho hiyo siku ya tarehe 29 mwezi wa 8. Mbele zetu hapa tunao majaji ambao watakao ongoza gurudumu hili na safari hii. Kiongozi wa majaji ambao watakao simamia musabaka huu wa kinchi chini ya usimamizi wa Komibu nchini Burundi ni Sheikh Ndaishimie Umar Dustur, naibu wake ni Sheikh Mashaka Juma. Hivyo ambaye atakayekuwa ni katibu wa tume hii ya majopo hawa ambao watakao kuwa ni wasimamizi au ni majaji wa musabaka huu ni shekhe wetu Sheikh Ibrahim Juma. Hivyo wataambatana vile vile na majaji wengine wawili ambao na wao watashirikiana pamoja na wao katika kusimamia hili ambalo linalokwenda kufanyika tarehe hiyo ambayo ni adhim ya kihistoria ndani ya nchi yetu, Sheikh Yusuf Juma kadhalika na Sheikh Jamal Muhammad kutoka katika nchi ya Masri. Ni wito wetu kwa Waislamu wote kwa ujumla kuwaalika kunako kuja kuhudhuria na kuwa pamoja na jamii ya Kiislamu kunako tarehe hiyo ya 28 ndani ya mkoa wa Butanyerera, ndani ya wilaya ya Ngozi, kunako uwanja ule, tukiwa wenye kuwaona baba harusi na mama harusi, huku wakiwa wenye kuyaanza maisha mapya chini ya kuunganishwa ya misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwongozo wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo tarehe 29 za mwezi huu, mwezi wa 8 2026. Wa bihadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.